mauaji, matukio mbalimbali ambayo Mungu wa milele yote yanaendelea kwenye taifa hili. Bwana Baba, tunakuja mbele zako Mungu wa milele yote, kwa damu ya msalaba wako tunashuka mikononi mwako kuomba toba. Tunaomba toba ili wewe Mungu wa milele yote uingilie kati ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba toba Mungu uliye hai. Tunaomba toba mfalme mwaminifu. Tunaomba toba Jehova. Tunaomba toba kwa ajili ya damu zisizo na hatia ambazo Mungu wa milele yote zinamwagika kwa ajili ya matukio mbalimbali. Tunaomba toba mbele zako Mungu wa milele yote kwa ajili ya watu wako wanaopitishwa mahali pagumu kwa sababu ya vitu mbalimbali ambavyo Mungu vinaendelea kwa siri kwenye taifa hili Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu wa milele yote, ukituuliza hatuna majibu. Mioyo yetu ina maswali. Yamkini wa Tanzania wana maswali yasio na majibu, na wala wana mahali pengine yamkini pa kusemea Bwana. Lakini Mungu wa milele yote, tunakuja machoni pako, tunakata rufaa mbele zako Mungu wetu. Tunakuja machoni pako Bwana, tunasi Mungu wa milele yote Baba, tunaomba mkono wako mfalme. Umesema kwenye neno lako ya kwamba kwa muda mrefu nimenyamaza, lakini sasa nitapiga kelele kama mwanamke aliye wakati wake wa kuzaa Bwana alivyo na uchungu. Mungu uliye hai, tunakusihi Mungu wa milele yote, ingilia kati saa hii tena Bwana. Mungu wa milele yote, usika peke yako mfalme, usika sasa Bwana. Onekana Mungu uliye hai, simama tena Mungu wa milele yote, tutetee Mungu wa milele yote. Usika kwa ajili ya taifa hili Bwana, usika kwa ajili ya hali ya kisiasa ya taifa la Tanzania, usika kwa ajili ya hali ya kisiasa Bwana, usika kwa ajili ya taifa ile, usika kwa ajili ya taifa ile, usika kwa ajili ya taifa ile Bwana, maana umesema ya kwamba haki inainua taifa Bwana. Baba Mungu mwenye haki, Baba Mungu mwenye haki, tunakuja machoni pako mfalme. Nyosha mkono wako mtakatifu, nyosha mkono wa haki yako tena Baba. Simama utusaidie Baba, simama utusaidie. Usinyamaze Mungu wetu, usinyamaze Baba yetu, usinyamaze mfalme. Ardhi ya taifa la Tanzania Jehova, usinyamaze Mungu uliye hai. Usika Baba yetu, usika Mungu wetu, usika. Tunakuja kwako Bwana, tumekukimbilia wewe, tunakukimbilia kwa ajili ya taifa hili Bwana, tunakukimbilia kwa ajili ya amani ya taifa la Tanzania, tunakukimbilia kwa ajili ya amani ya taifa hili. Tunakuja machoni pako kwa ajili ya hali ya kisiasa Bwana. Tunavileta vyama vyote mikononi mwako Jehova, tunaleta vyama vyote mikononi mwako Mungu wetu. Baba Mungu wa milele yote, usika kwenye taifa hili, usika kwenye vyama vyote vya kisiasa, usika kwenye vyama vyote vya kisiasa Bwana, chama kilichoko madarakani, hata vile vya upinzani. Baba mtakatifu, Mungu mwenye haki, usika peke yako mfalme. Onekana kwenye taifa hili, onekana Mungu wa milele yote, usika kwenye taifa hili. Naiomba damu ya thamani ya Yesu Kristo, damu yako ya agano, damu yako isiyotulia, damu yako inayotenda Mungu wa milele yote, Mungu wa milele yote, usika Bwana. Maombi yetu yakafae mbele zako, yaje mbele zako kama dhabihu ya jioni Bwana. Mungu wa milele yote, nyosha mkono wako mtakatifu, nyosha mkono wako juu ya taifa hili. Onekana juu ya taifa la Tanzania, onekana juu ya watu wako Bwana, onekana juu ya ardhi ya Tanzania, onekana kwa ajili ya ufalme wako, onekana kwa ajili ya utawala wako, onekana kwa ajili ya haki yako Bwana, onekana juu ya haki yako Bwana. Maana umetutaka tuombe Mungu, umesema kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombi yafanyike Mungu wa milele yote kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya viongozi. Baba, tunakuja machoni pako, tunaomba Mungu ukaingilie kati, tunaomba Baba ukaingilie kati. Ingilia kati Mungu wetu, ingilia kati Bwana. Ninajua unaweza kufanya mambo yote, wala hakuna cha kukushinda Baba. Usika kwenye taifa hili, usika kwenye taifa la Tanzania, usika kwenye taifa hili. Nyosha mkono wako Kristo kwenye taifa hili, achilia uweza wako wa kiungu tena kwenye taifa hili. Usinyamaze kwa ajili ya haki,
ya Watanzania. Mungu wetu, husika juu ya taifa hili, husika juu ya taifa la Tanzania. Husika Jehova, husika kwa mkono wako wenye nguvu, husika kwa ajili ya utukufu wako, husika kwa ajili ya neema yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Hebu tuombe pamoja ombi hili. Sema: Bwana Yesu, nimekuja mikononi mwako tena, kwa sababu wewe ni Mungu unisikiaye, kwa sababu wewe ni Mungu unayejibu maombi. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako na kwa ajili ya mawazo yako, kwa sababu unaniwazia mema mimi mtoto wako. Na siku hii ya leo ninasogea mikononi mwako tena, na yaleta maisha yangu, na ileta na nafsi yangu mbele zako Kristo. Baba mtakatifu, ninaomba toba mbele zako kwa ajili ya moyo wangu na kwa ajili ya nafsi yangu. Utawale maisha yangu wewe sawa sawa na mapenzi yako. Siku ya leo nimekuja mikononi mwako ili wewe Yesu unisaidie. Nimekuja mikononi mwako ili wewe Yesu unipiganie. Nimekuja mikononi mwako ili wewe Yesu unitetee. Utakase moyo wangu, itakase nafsi yangu, itakasa na mwili wangu, takasa na maisha yangu kwa damu ya msalaba wako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaomba leo hii nifundishe tena, nielekeze tena, uzungumze na mimi tena, useme na mimi tena, kwa ajili ya kusudi lako na kwa ajili ya mapenzi yako, katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Hebu mshangilie Kristo. Baba yetu na Mungu wetu mkamilifu na mtakatifu, ninakushukuru tena kwa ajili ya ujumbe wako siku ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo unalituma kwetu Bwana, ili likapate kukuzalia matunda na liweze kuleta matokeo yaliyokusudiwa kwa ajili ya ufalme wako. Tuelekeze, tufundishe tena, tukujue wewe Yesu na uwezo uliobeba kwetu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Bwana Yesu wasifiwe. Basi naomba uketi ni kuletea ujumbe wa neno la Kristo, alafu tutapata nafasi ya kutoa sadaka pale baadaye kidogo. Somo ambalo tunajifunza ni kwa habari ya kuifichua dhahabu iliyojificha. Somo ambalo tunajifunza ni kuifichua dhahabu iliyositirika, au kwa tafsiri nyingine, dhahabu iliyojificha au iliyofichwa. Lakini dhahabu hii iliyositirika tunaiangalia ndani ya mtu, kwa sababu maandiko yamesema ya kwamba tena tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Hazina maana yake kuna cha thamani kilichoko ndani ya mtu, ambaye katika uasili wake ni udongo, au ndani ya mwili ambao unatokana na udongo. Lakini hiyo hazina ambayo tunaitazama, manake tunaangalia juu ya kile cha thamani kilichowekwa na Mungu ndani yako, ambacho ndicho kinachokupa au kuonyesha thamani yako hapa duniani. Ni muda tu mfupi tulikuwa tukimwabudu Mungu, tukimwambia ya kwamba haina maana kuishi nje ya kusudi lako. Maana yake kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, hilo ndilo ambalo linabeba thamani
au ndilo linalokufanya wewe kuwa wa thamani machoni pa Mungu. Lakini pia kilichowekwa ndani yako kimewekwa na Mungu na kimewekwa kwa ajili ya kubeba au kudhihirisha vitu mbalimbali kwenye maisha yako ya kimwili. Kwa hiyo kama hicho ambacho kimewekwa na Mungu ndani yako cha thamani au kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako, kama dhahabu iliyojificha au kama nyota ambayo Mungu ameiweka ndani yako, basi kama hiyo ikiharibiwa, hii ni wazi kabisa maisha yako yatapoteza maana, lakini pia hautakuwa na matokeo kwenye maisha yako yale ambayo yameamriwa na Mungu. Sasa tukasogea mbele kidogo na nikazungumza kwa habari ya moja kati ya vitu ambavyo vitakavyokusaidia au vilivyokuja kwa ajili ya kuisababisha au kusababisha kile cha thamani kilichowekwa na Mungu ndani yako kidhihirike. Maana yake hicho ambacho kimeachiliwa kudhihirisha hicho cha thamani ni damu ya Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kilicholetwa au kilichoachiliwa kudhihirisha hicho cha thamani kilichowekwa na Mungu ndani yako ni damu ya Kristo. Maana yake damu ya Kristo inarudisha tena kile cha thamani ambacho Mungu alikiweka ndani ya mtu kikaharibiwa au kikaondoka. Damu ya Kristo ina uwezo wa kukirudisha tena. Lakini nilizungumza siku fulani na nikakwambia kwamba naliona mtu akiwa amekabidhiwa, anapewa mic, yani mic kama hii ninayotumia, lakini mikono yake ikashindwa kushika na ikawa inampa shida kushika. Na wakati najiuliza kwa nini, Roho wa Kristo akaniambia ya kwamba kuna nguvu ambayo imo ndani ambayo inazuia asiweze kubeba au kushika au kutumia au kufanya kile ambacho amekusudiwa na Mungu afanye au ashike. Kristo Yesu tusaidie. Na nikasema ya kwamba nitawapitisha kwenye hicho kitu afu mtakiona dhahiri kinavyokuwa. Lakini leo nataka tuzungumze kidogo tena kuhusu damu ya Kristo, kwa sababu nilisema ya kwamba tutakuwa na kushiriki mwili wa Kristo na damu ya Kristo. Kwa ni vyema pia ujifunze ili uweze kufahamu na ili uweze kuomba ipasavyo, na utakapoenda kushiriki mwili wa Kristo na damu ya Kristo, cha thamani kilichofichwa na Mungu ndani yako kiweze kudhihirika na utukufu wa Mungu ukapate kuonekana. Amen. Lakini kuhusiana na damu ya Yesu na kuhusiana na kile ambacho kama ulikuwa mwaminifu niliwapa kusoma kitabu cha Waebrania chote, na bila shaka uko ndani kama ulisoma kwa Roho Mtakatifu, kuna vitu vingi ambavyo umevipata aswa kuhusiana na damu. Kwa sababu watu wengi sana wanaifahamu au wameisikia au wamefundishwa au wanauelewa fulani kuhusiana na damu ya Yesu, lakini watu wengi sana hawaufahamu uzito wa damu ya Yesu. Haleluya. Naomba nirudie tena. Watu wengi sana wamefundishwa na wengi sana wanauelewa fulani kuhusiana na damu ya Yesu, lakini wachache ambao wanaufahamu uzito uliobebwa ndani ya damu ya Yesu. Naomba nisome tena mstari huu hapa, alafu tanielewa tu. Kitabu cha Waebrania sura ya 4.
ule mstari wa 3 na 4. Anasema hivi: maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa nikakuonyesha hapa, anasema hivi, ijapokuwa kazi zile zilimalizika. Anasema nimeapa ya kwamba hawataingia katika raha yangu, hawataingia rahani mwangu. Afa anasema ijapokuwa kazi zile zilikwisha kumalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Afu ule mstari wa 4 anakuja kusema, kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani, Mungu alistarehe siku ya 7, akaziacha kufanya kazi zake zote. Sasa ule mstari wa 9 kwenye sura ya 5 akasema hivi, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu wa milele kwa wote wanaomtii. Naye alipokwisha kukamilishwa akawa kisababishi cha wokovu wa milele kwa wote wanaomwamini, au kwa wote wanaomkubali, au kwa wote wanaomtii. Okay. Kwa mujibu wa kitabu hichi na mistari hii, unapata vitu kadhaa kwenye ule mstari wa 4, ya kwamba inawezekana kabisa ukawa umeandikiwa na Mungu wewe uwe mtu ambaye maisha yako yamefungwa kwenye kutumia Biblia na kutumia mic hapa duniani, au wewe maisha yako yalikwisha kuratibiwa ya kwamba uwe ni mkulima wa faida duniani, au maisha yako yalikwisha kupangwa na kuratibiwa na Mungu ya kwamba uwe mfanyabiashara na ama uwe tajiri hapa duniani. Yamekwisha kupangwa, yamekwisha kuratibiwa hivyo. Lakini kwa mstari huu anaozungumza hapa ya kwamba nimeapa ya kwamba hawataingia katika raha yangu, ijapokuwa kazi zote zilikwisha kukamilika tangu kuwekwa misingi ya dunia. Maana yake kazi ilikwisha kukamilika ya kwamba huyu mtu atakuwa hapa, ataingia hapa, atafanya hichi, atakuwa fulani, ataishi mahali fulani, atatembea hivi, atakuwa wa aina fulani. Kazi hizo zote zimekwisha kumalizika. Ijapokuwa kazi hizo zote zimekwisha kumalizika, lakini kuna uwezekano huyu mtu asije akaingia kwenye raha ile, au asije akaingia kwenye maisha yale, hata kama maisha yake yalikwisha kuratibiwa na maisha yake yalikwisha kupangwa. Kristo Yesu tusaidie. Kuna mtu amenielewa mpaka hapo? Kuna mtu amenielewa? Ni lazima uelewe hapa ili uelewe tutakapoenda. Wangapi amenielewa? Yani hivi, hapa duniani hatujaja kwa bahati mbaya, si ndio? Kwenye somo tumejifunza huko nyuma ya kwamba mahali ambapo tulikuwepo wapi? Mbinguni, si ndio? Mungu akaangalia uhitaji uliopo duniani, akasema ngoja tumtume Naomi hapa duniani. Naomi aende kufanyaje duniani? Naomi aende kuwa jibu la ukombozi kwa ajili ya familia fulani, au fulani aende akawe fulani kwenye nchi fulani, ili alete kile ambacho mbingu zimepanga
kitokeze duniani, na kule duniani hamna mtu wa kufanya. Kwa tunamtuma sasa Naomi aende duniani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo kama Naomi anatumwa kutoka mbinguni kuja duniani, Mungu kule mbinguni, Naomi duniani ameletwa kwa ajili ya kazi. Na ile kazi analetwa akiwa tayari mbingu zinamtambua kikazi. Mbingu zinamuandaa kikazi. Anatoka mbinguni amepewa vitu vya kutendea kazi. Kazi ile aliyoitiwa wapi? Duniani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Maana yake kama tungeona kwenye ulimwengu wa mwili ya kwamba mtu anatoka mbinguni na kazi yake, tungeona ya kwamba labda nesi amekuja na nini? Na madawa na nini? Na sindano. Labda tungemuona mchungaji anakuja na nini? Anakuja amebeba Biblia, amekuja duniani, amepewa hivyo. Labda tungemuona mfanyabiashara amekuja na vitu ambavyo vina mahusiano na nini? Na biashara duniani. Kwa hiyo mbinguni anakuja na vile vyote ambavyo Mungu ameviweka ndani yake vyenye kuhusika kwa ajili ya kile ambacho ameletewa duniani. Kwa hiyo maandiko yanasema hivi: ijapokuwa kazi zile zote zilikwisha kukamilika. Zilikamilika lini? Ukiwa wapi? Maana yake kabla hujazaliwa zilikamilika. Yaani maana yake kabla hujazaliwa tayari kila kitu chako kilisharatibiwa. Yaani hivi, kwenye kitabu cha Efeso 1 anazungumza pale kwa habari ya kusudi, na akizungumza ya kwamba huyu mtu ameletwa na Mungu hivyo, lakini ameletwa na Mungu iweje? 3:4 anasema hivi, kama vile nilivyochagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Kwa hiyo alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Alafu hapo kwenye Waebrania anasema kwa sababu kazi zote zilikwisha kukamilika kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Hapa anasema nilikwisha kuwachagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ili muwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. 5, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanye wanayo kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na urathi wa mapenzi yake, sawa sawa na kusudi alilokutukusudia. Kwa hiyo kama alikwisha kutuchagua tangu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, sawa sawa na urathi wa mapenzi yake, yani sawa sawa na mapenzi yake yeye aliyokuwa ameyakusudia. Sasa vile vyote alivyoratibu kwa ajili yako, alivyopanga kwa ajili yako, vilikwisha kumalizika kabisa. Vyote vilikwisha kumalizika kabisa mbinguni. Lakini anasema pana uwezekano wa huyu mtu asiingie katika raha ile, ijapokuwa kazi zile zote zilikwisha kufanya nini? Kukamilika. Yani hivi, kitabu cha Ezekieli sura ya 13 pale anapozungumza juu ya kile ambacho kinafanyika, watu wanafanya kupitia uchawi, ule mstari wa 17 anaposema ya kwamba, na ewe mwanadamu, kaza macho yako juu ya watu hawa, kaza macho yako juu ya binti za watu wako, watabirio kwa akili zako, kwa akili zao wenyewe, utabiri juu yao, useme Bwana Mungu asema hivi, ole wao wanawake wale washonao irizi. Kwa anazungumza pale na nini, afu ule mstari wa 19 anasema, kwa sababu mmeninajisi kati ya watu wangu kwa makozi ya shairi na vipande vya mkate. Afu anasema hivi, ili kuziua roho za watu ambao haikuwapasa kufa, na kuwaacha hai watu ambao haikuwapasa kuwa hai. Sasa sikiliza, kama anasema ili kuwaua watu ambao hawakupaswa kufa, maana yake
mbingu zilikuwa zimeratibu au watu waishi. Tuko pamoja? Lakini ijapokuwa mbingu ziliratibu huyu mtu aishi, na si tu huyu mtu aishi awe mtu fulani duniani, lakini kuna uwezekano yule ambaye alipaswa aishi na mbingu zilikwisha kumaliza tangu kuwekwa misingi ya dunia, asiweze kuishi vile ambavyo Mungu alitaka aishi, asiweze kumiliki kile ambacho Mungu alitaka amiliki, asiweze kutembea vile ambavyo Mungu alitaka afanye atembee, ijapokuwa vitu vyote Mungu alikwisha kumaliza. Ndio maana damu ya Kristo haiwezi kumsaidia kila mtu, ijapokuwa imemwagika kwa ajili ya kila mtu, lakini haina uwezo wa kumsaidia kila mtu. Hivi nimesemaje? Ingawa imemwagika kwa ajili ya mtu, lakini haiwezi kumsaidia kila mtu. Kwa nini? Kwa sababu anasema hivi mstari wa 9 ile sura ya 5, naye alipokwisha kukamilishwa akawa sababu ya wokovu kwa wote. Hebu sema kwa wote. Kwa wote watakaofanya nini? Watakaomtii. Hebu sema wote watakaomtii. Kwa hiyo mpaka hapo inaweka nini? Inaweka tofauti ya kwamba imefanyika kuwa sababu ya wokovu, lakini sio kwa kila mtu, ila kwa kigezo cha wale watakao mtii, au kwa kigezo cha wale watakao muamini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa, kama tunaizungumza damu ya Kristo ambayo anasema ya kwamba ilikwisha kumaliza kazi zote tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kazi zote zilimalizika kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kazi zote zilimalizika kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kazi hizo zilimalizika kivipi? Kitabu cha Ufunuo wa Yohana akasema hivi. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana akasema hivi, akiwa anazungumza juu ya damu ya Kristo, akasema wale ambao majina yao yaliandikwa kwenye nini? Kwenye kitabu cha nani? Cha mwana kondoo aliyefanya nini? Aliyechinjwa. Soma Waebrania na Ufunuo wa Yohana 13. Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 8. Nataka nikuonyeshe uzito wa hii damu ili iweze kukupa matokeo yale ambayo yamefichwa ndani ya damu kwa ajili ya kufunua kile ambacho kimefichwa ndani yako. Anasema hivi, ule mstari wa 8. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa. Hebu nisaidie kusoma mstari vizuri mwenyewe. Rudia tena ule mstari wa 8, 1 2 3. Kila mtu ambaye rudia tena hapo. Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kitabu cha uzima cha mwana, kitabu cha uzima cha nani? Aliyechinjwa tangu kufanya nini? Hebu sema tangu kuwekwa misingi. Rudia tena. Kwa hiyo anazungumza hapa damu ya mwana kondoo. Sasa sikiza. Yesu alipandishwa. Yesu alikufa kwa kifo gani?
si alisulubiwa, si ndio? Alisulubiwa. Hapa anazungumza ya kwamba mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Hebu sema aliyechinjwa. Achiwa anamzungumza nani? Kwa sababu Yesu akuchinjwa, Yesu alisulubiwa. Lakini hapa anasema Yesu alichinjwa. Ikiwa ina tafsiri gani? Na alichinjwa lini? Anasema ya kwamba wale ambao majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sasa angalia, kule anasema kazi zote zilikwisha kumalizika tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia. Hapa anasema mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya nini? Ya dunia. Maana yake unataka kuzungumza nini? Unataka kuzungumza juu ya msingi wa ukamilifu uliobebwa ndani ya damu. Haleluya. Haleluya. Uliobebwa ndani ya damu. Kwa anasema, ndio maana anaposema ya kwamba alichinjwa, sio aliuawa. Alichinjwa maana yake alitolewa sadaka. Na kama alitolewa sadaka, yupo aliyetoa nini? Aliyemtoa sadaka. Aliitoa hiyo damu sadaka. Aliitoa hiyo damu sadaka. Ndio maana limetumika neno pale aliyechinjwa. Lakini sasa kama alitolewa sadaka, alafu kule anasema kazi zote ziliisha, zilikwisha kukamilika tangu kuwekwa misingi ya dunia. Alafu hapa anazungumza na majina ya watu yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sio tangu mtu anaokoka, tangu kuwekwa misingi ya dunia. Maana yake kusema nini? Kusema ya kwamba kazi ya ukombozi na kazi ya kuwaingiza watu mbinguni ilikamilika kabla ya anguko, ilikamilika kabla mwanadamu hajaingia kwenye dhambi, ilikamilika kabla mwanadamu hajaokoka. Tayari kazi yote ilikwisha kukamilika. Lakini ilikwisha kukamilikaje? Ilikwisha kukamilika ndani ya kitu. Kristo Yesu atusaidie. Mwangalie jirani yako, mbona unaelewa au unaona mapicha tu? Mwangalie tena usimuulize unaelewa au unaona mapicha tu. Kwa sababu kama hiyo usipoelewa, utaielewa damu ya Yesu kwenye tafsiri nyepesi, ambayo itakuwa ni ngumu sana kupata matokeo makubwa. Kwa sababu kinachokupa uwezo wa kupokea kitu kikubwa ni ule uwezo wa ufahamu mkubwa. Ufahamu mkubwa juu ya damu ya Kristo inakupa matokeo makubwa. Hauwezi ukawa una ufahamu mdogo ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliyezaliwa na Bikira Mariamu, alafu akateswa kipindi fulani, alafu alivoteswa akasulubiwa, aliposulubiwa akafa, alafu akaenda mbinguni, alafu akafufuka. Haitoshi kukupa matokeo ambayo unayatafuta au unayoyataka. Lazima upate ufahamu mkubwa, ambao ufahamu mkubwa Mtume Paulo alizungumza mana iliyofanya nini? Iliyofichwa. Haleluya. Ya kwamba yeye ashindaye nitampa ile mana iliyofichwa. Maana yake ni ufunuo wa neno, ambao ufunuo huu sio dhahiri. Maana yake hapa sizungumzi Yesu aliyezaliwa na Mariamu. Nazungumza Yesu au namzungumza Kristo aliyewaambia Wayahudi ya kwamba kabla Ibrahimu hayupo mimi nilikuwepo. Kabla Musa hajakuwepo mimi nilikuwepo. Sizungumzi Yesu ambaye alizaliwa miaka 2025 iliyopita. Haleluya. Kristo Yesu tusaidie sana. Kristo Yesu tusaidie. Nazungumza juu ya kazi zote ambazo zilikwisha kumalizika, lakini zimemalizwa na nini? Ndio maana na kuonyesha juu ya damu ya Kristo ambayo imebeba nini, ili kuonyesha kwamba kazi zote zilikwisha kukamilika. Hebu soma Petro wa kwanza. Soma Petro wa kwanza.
Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Mstari wa 18. Anasema hivi: nanyi mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu. Angalia hilo neno linalofuata: ili mpate kutoka katika mwenendo wenu wa kwanza usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mstari wa 19, angalia: bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na hila, asiye na waa, yani ya Kristo, naye amejulikana kweli tangu zamani. Jamani, hii Biblia yangu ni kama ya kwako? Inasema hivyo? Hebu soma tena. Anza 19. Yani nani? Yani damu ya nani? Yani damu ya nani? Asemi damu ya Yesu. Yani damu ya nani wapendwa? Asemi damu ya Yesu. Anasema damu ya nani jamani? Damu ya Kristo. Yupi? Twende mstari wa 20. Amejulikana kweli tangu lini? Tangu lini? Tangu lini? Zamani zipi? Kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alikuja akafunuliwa tu mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Yani kwa ajili yenu, lakini amejulikana tangu zamani. Kwa hiyo anasema mlikombolewa kwa damu ya thamani, alafu anaipa tofauti kama ya mwana kondoo. Ipi? Anakurudisha kule kwenye Ufunuo wa Yohana. Alichinjwa kama damu ya mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, ambayo hapa anaisema hiyo yani ya Kristo, ambayo ndio itakayoweza kuwatoa ninyi katika mwenendo wenu wa nini? Wa zamani mlioupokea kwa kina nani? Kwa baba zenu. Ndio maana maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya, amekuwa kiumbe. Asemi mtu akiwa ndani ya Yesu, anasema mtu akiwa ndani ya Kristo, kwa sababu Kristo ni nia ya Mungu, ambayo damu hiyo iliyo ya thamani sana ndio inaweza ikamfanya mtu akawa mpya na kumtenga na mwenendo wa kale, au zile roho zile family spirit, zile roho za kifamilia, zile roho za kurithi za familia, aziondolewi kwenye maisha ya mtu kwa ufahamu juu ya Yesu. Inaondolewa na maarifa ya kiungu juu ya nguvu iliyoko ndani ya damu ya Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo anasema ya kwamba mmenunuliwa hivyo, tena si kwa damu ya kawaida, lakini ya thamani sana, ambayo hiyo ndio ina uwezo wa kuwatoa kwenye mwenendo wenu wa kale. Ndio maana anaanza kuionyesha thamani ya hiyo damu ilikuwa ya nani. Moja, anasema ni damu ya Kristo. Akisema damu ya Kristo, akisema damu ya Kristo, anarifaa kule nyuma ya kwamba lazima mumtafute huyo ambaye alikuwepo tangu zamani, alijulikana tangu zamani. Kwa hiyo hatuizungumzi damu ya kawaida, tunaizungumza damu kwanza ya aliyekuwapo tangu zamani, kabla mwili uliobeba damu haujaja. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Kabla ya huo mwili haujaja. Hebu nisomee kitabu cha labda cha Efeso 1:7. Soma Efeso 1:7.
Waefeso 1:7. Kitabu cha Waefeso. Sasa ukipata ufahamu huu, utakupa kitu cha ziada wewe ambaye unataka kutoka kwenye zile roho za kufanya nini, za kurithi. Tunataka kutoka kwenye zile tabia za kale. Umefika? Soma 7, 1, 2, 3. Anasema hivi, katika yeye huyo kwa damu yake. Hebu sema kwa damu yake. Nimetangulia kule mwanzoni kusema ya kwamba kazi zote zilikwisha kufanya nini? Zimemalizika. Kazi zote zimekwisha kukamilishwa. Lakini kila ushindi, kila ukombozi, kila upenyo, kila fursa, kila utajiri, kila neema, kila kupiga hatua kumefungwa kwenye eneo hili moja. Vyote hivyo vimewekwa ndani ya nini? Ya damu yake. Ndio maana anasema katika yeye, maana katika yeye huyo anakupeleka kwa mtu au kwa mwili uliokuwa umebeba kitu. Yeye huyo. Alafu anasema hivi, kwa damu yake. Kwa hiyo anatuonyesha ya kwamba ndani ya huyo kilicho cha thamani kuliko kingine chochote ni kile kilichobebwa na huyo, ambao anasema ni damu yake, ambao anasema kwa hiyo damu mnao ukombozi wenu. Maana yake ukombozi wa kanisa umefichwa ndani ya nini? Ndani ya damu. Ukombozi wa kanisa, ushindi wa, yani kila kitu. Ndio maana anasema naye amevishikamanisha vitu vyote katika yeye. Amevishikamanisha vitu vyote. Amevishikamanisha vitu vyote. Ndio maana anasema ya kwamba hapo kwanza mlikuwa mmetengwa, lakini kwa damu yake mmevutwa. Maana yake kila aina ya ushindi, kila aina ya kuwa karibu, kila aina ya uadui kuondoka, kote akujafungwa kwenye uwepo wa Yesu, kumefungwa kwenye damu ya Kristo. Haleluya, haleluya. Imefungwa kwenye hiyo damu. Chochote kimefungwa kwenye hiyo damu. Ndio maana anasema katika hiyo damu mnao ukombozi wenu, yani msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Kwenye hiyo damu, mstari wa 8, kwenye hiyo damu amewazidishia hiyo hekima yote na ujuzi. Kwenye hiyo damu amewazidishia hekima na ujuzi. Yani kila aina ya hekima ya kimungu, kila aina ya uwezo wa kushinda. Kwenye Efeso 3:10 anasema ili kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane juu ya falme na juu ya mamlaka. Maana yake hiyo hekima, uwezo wa kimungu na nguvu za kimungu zilizofichwa ndani ya damu zinaweza zikalisaidia kanisa lake Mungu, hata hilo kanisa likawa juu ya roho nyingine zote. Lakini hiyo siri imefichwa ndani ya nini? Ndani ya damu. Haleluya. Kristo Yesu tusaidie. Kristo Yesu tusaidie. Kristo Yesu tusaidie. Kama kuna kitu ambacho shetani hata tamani ujue, hata tamani upate ufahamu mkubwa wenye kuhusu damu hii. Kama narudia tena, kama kuna kitu ambacho ibilisi hata tamani ujue, kama kuna kitu ambacho ibilisi hatamani ujue, hatamani upate ufahamu juu ya uzito na juu ya ukubwa wa hii damu ya Kristo. Ndio maana ukiisoma imeelezwa tofauti tofauti.
ina majina tofauti tofauti kulingana na kazi tofauti tofauti, kulingana na kinachobebwa katika namna tofauti tofauti, lakini hizi tofauti zote zinaleta matokeo kulingana na ufahamu. Ndio maana ukijua damu ya Yesu kuna vitu itafungua. Ukijua damu ya Kristo Yesu itafungua vitu vingine ambao damu ya Yesu haiwezi fungua. Ukiwa na ufahamu juu ya damu ya agano, si maandiko nasema na hii ndio damu ya agano jipya. Maana yake ukifahamu kwa mtindo huo, maana yake kuna vitu ambavyo vitafunguliwa. Kwa kati ya kitu ambacho ningetamani utamani kujua, utamani kujifunza ili uweze kupata upenyo wa haraka, jua nguvu ya damu ya Kristo. Jua kile kilichofichwa ndani ya damu ya Kristo. Kwa hiyo nikisema ya kwamba amekwisha kumaliza yote, ule ushindi wote umefichwa ndani ya damu ya Kristo. Ukipata hiyo damu, ukipata ufahamu wa hiyo damu, kuna maeneo ibilisi anamiliki hataweza kumiliki tena. Unajua kwa nini? Kwa sababu hii, twende taratibu, twende hivi. Anasema hivi: wale ambao majina yao yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hebu sema tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo unapata ufahamu ya kwamba damu ilimwagika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maana yake ni nini? Maana yake kabla Adamu aja kuwapo, damu ilimwagika. Hebu mgonge jirani yako bega. Mgonge bega. Mgonge bega. Piga vizuri kidogo. Twende. Anasema hivi: damu ambao majina yao yaliandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, sio tangu nimeokoka. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa hiyo napata ufahamu, kabla Tanzania haijawepo, kabla dunia haijaumbwa, dunia haijawepo, kuna damu ambayo tayari ilifanya nini? Ilikuwepo. Tuko pamoja? Kwa sababu anasema kabla ya kuwekwa misingi. Maana yake kuna damu ambayo mwanakondoo alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na hao watu majina yao yakaandikwa kwenye kitabu cha mwanakondoo tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Maana yake kama ni tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, kabla mimi sijaja, jina langu liko wapi? Limeandikwa kwenye kitabu cha wale watakaoingia wapi? Watakaokuwa mbinguni. Tuko pamoja? Ninazaliwa kwenye familia niliozaliwa, ninaishi maisha ya kunywa mbege na gongo na kuishi maisha yote ya dhambi. Jina langu limeandikwa wapi? Liliandikwa kwenye kitabu cha uzima. Lini? Sio tangu nimekuja, kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Twende. Kwa hiyo kama laana inayonitesa mimi Lucas leo, tunaipata laana kutokea kwa nani? Warumi anasema hivi: kwa sababu kwa kupitia nani? Adamu. Kupitia mtu mmoja dhambi ilifanya nini? Iliingia ulimwenguni. Na kwa huyo mtu mmoja dhambi hiyo iliingia, hata wote tukahesabiwa dhambi kumpitia nani? Kumpitia mtu mmoja ambaye ni nani? Ni Adamu. Tuko pamoja? Ambaye ni nani? Ni Adamu. Kwa hiyo kama kuna damu iliyomwagika kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, maana yake kuna damu ambayo inanitenganisha mimi Lucas kabla ya babu aliyemzaa babu wa babu yangu kuwepo, kabla ya tambiko ambalo babu wa babu wa mzaa babu wa babu aliyemzaa babu wa babu yangu atakayemzaa, tayari kuna damu ambayo ilifanya nini? Ilimwagika kwa ajili yangu. Ndio maana
kwenye Ufunuo wa Yohana anasema ya kwamba Yesu akasema mimi ni Alfa. Ile neno Alfa ni ile damu ambayo ilimwagika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Akaja akasema, akafunuliwa zamani hizi ili ifanyike kuwa Omega. Kwa hiyo ukipata ufahamu huu, laana ya kurithi ya babu mzaa babu aliyemzaa babu yako, hiyo laana inapoteza nguvu. Kwa nini? Kwa sababu una ufahamu juu ya damu iliyomwagika kabla ya uovu kuingia duniani. Kristo Yesu usaidie. Nasema Kristo Yesu usaidie. Sikiliza, kwenye nchi hii tunayoongozwa kwa sheria, kwa katiba na sheria, maana yake kuna sheria zilitungwa kabla wewe haujakuwepo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Wewe umezaliwa umekuta tayari kuna nini? Kuna sheria, kuna kanuni, unakuta tu kwamba utembee hivi. Maana yake ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa roho. Ufahamu wa kujua ya kwamba nini kimebebwa ndani ya damu ya Kristo, ya kwamba kinakupa nguvu kiasi gani. Ndio maana kule akasema ndio yenye uwezo wa kuondoa kwenye mwenendo wenu mliourithi kwa baba zenu. Kwa nini? Kwa sababu tutatoka kwenye ufahamu huo, tunatoka kwenye asili ya mababa, tunaingizwa kwenye asili ya Kristo. Ndio maana ni Paulo aliyepata ufahamu huu akasema, jamani, ya kwamba mimi siishi tena, sio mimi naishi, ila ni Kristo. Sio tena Yesu, ila ni Kristo anaishi ndani yangu mimi. Kristo Yesu tusaidie. Kristo Yesu tusaidie. Nasema Kristo Yesu tusaidie. Angalia kitabu cha Wakolosai. Angalia kitabu cha Wakolosai 1:17. Kitabu cha Wakolosai 1:17. Kama hauwezi ukapata ufahamu, kuna vitu uweze kupata. Kama vile usipojua sheria na katiba ya nchi, usipojua sheria na katiba ya nchi, unaweza ukajiingiza ukafanya vitu ambavyo vikakufunga. Ndivyo ilivyo ya kwamba usipojua kilichofichwa, usipopata ufahamu juu ya kile kilichofichwa ndani ya damu ya Kristo, kuna mahali utaomba hautatoka. Kwa sababu kinachotutoa sio kuomba. Ndio maana angalia, Daniel alipokuja kugundua ya kwamba wako kwenye utumwa, alipomuomba Mungu, Mungu alikuja akampa nini? Akampa akili na nini? Na ufahamu. Akuja kumtoa, alimpa akili na ufahamu. Maana yake nini? Kwenye kupata ufahamu, ukipata ufahamu umepata maisha. Haleluya, haleluya. Ukipata ufahamu, ukafahamu kilichobebwa na hiyo damu ya Kristo. Nyie watu, kuna vitu vingine hatutatumia nguvu. Kuna vitu leo tunatumia nguvu kwa sababu ya ufahamu wetu mdogo ambao unatupa matokeo madogo. Niliwahi kukuhadithiaga siku moja, nilifahamu nguvu ya Kristo kwa kiwango ambacho kuna vitu vingine nilikuwa siombi. Yaani nilikuwa naweza nikaumwa alafu siombi, nacheka. Yaani nacheka, yaani kucheka, yaani naumwa kichwa alafu nacheka. Yaani ibilisi hamna kitu hapo, alafu kichwa kinapona. Yaani kupata ufahamu ya kwamba huyu niliye naye ni mzito kiasi gani, niliye naye amebeba nguvu kiasi gani, inatosha kukupa hatua ambayo haujawahi kupiga kwenye maisha yako. Kwa hiyo saa nyingine tunateseka kwa sababu ufahamu wetu ni mdogo. Ndio maana mara kadhaa nachukuliaga saa nyingine nachukulia mfano huu, mtoto mdogo mchanga au mdogo akisikia mingurumo ya radi, yuko kwenye chumba chake, atakimbia, atalia kwa kuogopa. Akikimbia ataenda kwenye chumba cha mama na baba kama analala mwenyewe. Akifika kwenye chumba cha mama na baba, atalala katikati ya mama na baba. Sawa Akilala hapo katikati, mingurumo ya radi itapiga. Si ndio?
lakini yeye atapata usingizi. Tena utakuta mguu mmoja kaeka juu ya baba, mwingine kaweka juu ya mama, na usingizi, na anakoroma vizuri kabisa, radi zinapiga. Kinachompa usingizi ni nini? Na kilichomnyima usingizi huko nyuma ni nini? Ni ufahamu ya kwamba kile ambacho kilimkimbiza kule, amejua, amepata ufahamu ya kwamba baba yangu ana uwezo wa kuipiga hiyo radi. Hiyo radi ikija, baba anaipiga huko, inaangukia kule. Kwa hiyo huo ufahamu unampa utulivu, unampa ujasiri. Sikiliza, kuna vitu ambavyo tunateseka leo, kuna maombi mengine ambayo tunaomba leo, tunayaomba, lakini hatupaswi kuyaomba hayo maombi. Tunaomba kwa sababu ya kiwango chetu kidogo cha ufahamu juu ya Kristo. Tunaye kweli lakini hatumjui. Tunaye kweli lakini hatufanya nini? Tunaye kweli lakini hatumjui. Kwa hiyo ukipata ufahamu, umepata maisha. Ndio maana wanafunzi wa Yesu, kuna kipindi wako na Yesu lakini hawakumfahamu. Kwani hawajateseka? Ndani wako kwenye merikebu, ndani ya merikebu yupo Yesu. Yesu ndani ya merikebu, dhoruba zinapita, merikebu inapita kwenye shida, wanapita kwenye shida, lakini nini kinatokezea? Sio upepo jamani, ni njiwa. Kuna watu wameshaza katika jina la Yesu shindwa mfululizo. Kristo Yesu usaidie. Kristo Yesu usaidie. Kuna vitu vingine ukijua Kristo aliyombeba hutaogopa. Unafikiri wangelikuwa wangemjua yule ambaye wanaye katikati yao, unafikiri wangeteseka? Wangejua ya kwamba ana uwezo wa kuiambia bahari tulia, unafikiri wangeteseka? Kwa nini anateseka? Wanaye lakini hawamfahamu. Na kwa sababu hawamfahamu wanafanya nini? Wanateseka. Wangemfahamu na uwezo aliobeba, wasingepita walipopita. Bwana Yesu atusaidie. Wewe una Yesu yupi? Unaifahamu hiyo damu kwenye kiwango gani? Naomba fahamu zako zitiwe nuru tena. Sitaki tukashiriki kwa mazoea. Nataka kila atakayeshiriki damu ya Kristo, mwambie jirani yako, hatuendi kushiriki damu ya Yesu, hii tunaenda kushiriki damu ya Kristo. Haja kuelewa, mwangalie tena, mwambie atushiriki damu ya Yesu, tunaenda kushiriki damu ya Kristo. Haleluya. Ndio maana Yesu siku moja akawaambia wanafunzi wake kwenye mfano ya kwamba kuna vingine amwezi mkajua sasa hivi. Subiri punje ya ngano ifanye nini? Izikwe, si ndio? Alafu ikae siku 3, alafu itakapochipuka ndipo mtakapofanya nini? Ndipo mtakapojua, na ndipo itakapoleta mazao mengi. Maana yake alikuwa anawaambia nini? Alikuwa anawaambia nyie kuna vitu hamjui. Ukamilifu wote umebebwa huko ndani ya damu, lakini sasa hivi nyamu ufahamu. Ngoja ifunuliwe. Ikifunuliwa kuna vitu vitatokezea. Na hivi vitu vikitokezea mtapata vitu ambavyo hamkutazamia wala kutegemea. Ninaomba fahamu zako zifunguliwe katika jina la Yesu. Naomba kunjua mikono yako mbele za Mungu. Kesho tunaomba. Kesho tutakuwa tuna maombi. Lakini naomba uende ukasome kitabu cha Waefeso na Wakolosai. Efeso ina sura 6 na Wakolosai ina sura chache tu. Kwa hiyo nenda kasome leo kitabu cha Efeso na kitabu cha Wakolosai. Efeso, Kolosai. Halafu tuje tupate majibu. Lazima tuijue hii damu. Haiwezekani tunaomba, unaomba vitu vingi upati, unapambana upati. Wakati mwingine tunaomba vitu ambavyo hata maombi ambao hatukupaswa hata kuyaomba. Lakini tunaomba kwa sababu hatuna ufahamu. Tunaomba kwa sababu hatuna ufahamu. Na maandiko yanasema mrithi wakati wote anapokuwa ni mtoto hana tofauti na mtumwa. Na ndivyo tulivyo. Sisi ni warithi. Utajiri wote na hazina zote zimewekwa ndani ya damu ya Kristo. Na hiyo damu ya Kristo inadhihirishwa ndani ya mtu kupitia ufahamu anaopata juu ya Mungu. Sema Bwana Yesu, nimekuja mikononi mwako tena. Nahitaji ufahamu mpya. Nahitaji akili nyingine.
ziweze kunipa ufahamu bora, ziweze kunipa neema nyingine. Bwana Yesu, natamani kujua kile kilichofichwa ndani ya uhai wako. Natamani kujua kile kilichofichwa ndani ya damu yako. Bwana wangu, ninakuja mbele zako, ninaomba, ninakusihi ile neema kubwa, ule utukufu wako ukafunuke kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Mambo haya ni magumu na mambo haya nimefichwa, ila ninakuja kwako. Ninaomba wewe Yesu, mwenye uwezo wa kufichua kile kilichofichwa, ninaomba kujua hii siri iliyobebwa ndani ya damu yako kwa jina la Yesu. Naomba hebu chukua sadaka yako, chukua sadaka yako, afu chukua Biblia. Kama una Biblia chukua. Iweke juu yako, juu ya kichwa chako. Juu ya kichwa chako. Nataka Mungu akupe akili hizi. Mungu alikuja akampa Danieli akili, akapata ufahamu. Mungu akakupe akili zitakazokupa ufahamu juu ya damu ya Kristo, zitakazokupa ufahamu juu ya damu ya Kristo. My God, my Jesus. Naomba simama na sadaka yako. Simama nayo sadaka. Naomba, hebu omba ombi hili tu. Mwambie Mungu, naomba fungua hizi fahamu zangu. Naomba fungua fahamu zangu niweze kufahamu. Naomba omba hilo ombi. Naomba omba hilo ombi kwa jina la Yesu. Omba hilo ombi kwa jina la Yesu. Baba ninaomba, Baba ninaomba, Baba ninaomba kwa ajili ya watoto wako hawa wa kike na wa kiume. Mungu liye hai, tumezungumza, umesema nasi kwa habari ya neno lako juu ya damu yako. Imebeba nini? Ina nguvu kiasi gani? Mungu liye hai, ninaomba ufahamu kwa jina la Yesu, uachiliwe ndani ya kila mtoto wako. Naomba fahamu zao, akili zao zikapate kutiwa nuru, akapate kuelewa hii siri iliyofichwa, akapate kuelewa hii hazina iliyositirika kwa jina la Yesu Kristo, akapate kufahamu kwa usahihi, akapate kujua kwa usahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba katika jina la Yesu, mafuta ya Kristo yafungue fahamu zake, yampe mtoto wako huyu ufahamu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba ninaomba, ondoa giza, ondoa mazoea ndani yetu ambao Mungu wa milele yote tumeyatengeneza kupitia damu, Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Ule ufahamu mdogo wa ukubwa wa damu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba akili za watu hawa zikapate kufunguliwa, zikapate kutiwa nuru, giza likapate kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Neno lako Bwana likapate kufunuliwa kwa watoto wako. Neno lako Kristo likapate kufunuliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Giza likaondoke kwenye fahamu zetu, giza likaondoke kwenye akili za watu wako. Pokea ufahamu mpya katika jina la Yesu Kristo. Baba, unapopokea sadaka za watoto wako, pokea Mungu wa milele yote mioyo yetu mfalme katika jina la Yesu, kwa ajili ya kuachiliwa kwa maarifa mapya ambayo Mungu tunayapata kupitia damu yako ya thamani katika jina la Yesu Kristo. Tunaposogea kwenye madhabahu kuachilia sadaka zetu, Bwana, naomba mkono wako mwema ukapate kuhusika, Roho wako Mtakatifu akapate kuonekana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu wako na uvuli wako Bwana na ukasimame juu ya watu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Haleluya. Karibu kwenye madhabahu, njoo achilia sadaka zako kwenye madhabahu kwa imani. Achilia sadaka zako kwa imani. Achilia sadaka yako kwa imani. Mwambie Baba, ninaachilia, ninapokea ufahamu mpya. Alafu utashangaa ya kwamba Roho wa neema,
Roho wa Kristo atakuwa anaachilia mafunuo na maelekezo kupitia ufahamu wako katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu akubariki, damu ya Yesu ikutunze. Tukutane siku ya kesho. Jiandae kesho kwa ajili ya kuomba. Lakini usisahau kusoma neno. Nimesema tutasoma kitabu cha Waefeso na kitabu cha Wakolosai. Damu ya Yesu kuhifadhi.